Mwaka 1912 tunapata historia ya kuzama kwa meli ya Titanic. Hiki kisa ni kisa pendwa zaidi duniani na wengi wanajifunza ama kuamini kwamba Mungu hachezewi. Mwaka 1912 meli ya Titanic ilianza safari yake kutoka nchini Uingereza na kuelekea nchini Marekani, ikiwa ni safari yake ya kwanza. Meli ya ajabu na kubwa zaidi duniani ilianza safari yake, lakini kabla ya hapo mengi na vingi vilizungumzwa kuhusu ufahari, jinsi ambavyo meli ilivyotengenezwa, maajabu yake, na wengi wakaipa jina meli isiyozama. Mengi yalizungumzwa, lakini kuna sharobaro mmoja tu ambaye alisababisha kuzama kwa meli hii. Zaidi ya maelfu ya watu waliweza kupoteza uhai, lakini watu 700 tu ndio ambao waliweza kusalimika na kubakia baada ya kuokolewa baada ya kuzama kwa meli ya Titanic. Sasa basi, kabla siendelea, karibu sana. Hii ni Makala 24 ya Film Online. Sasa basi, twende kazi. Meli ya Titanic ilikuwa meli kubwa na ya kifahari iliyojengwa na kampuni ya White Star Line na ilizinduliwa mnamo mwaka 1912 mwezi April. Ilikuwa meli kubwa zaidi wakati huo, ikijulikana kwa muundo wake wa kifahari, teknolojia ya kisasa, ikiwa ni pamoja na sehemu za starehe za daraja la juu. Safari ya kwanza ya meli hii, Titanic, ilianza safari yake kutoka Southampton, Uingereza, ikielekea New York City nchini Marekani, huku ikipitia maeneo kama Cherbourg, Ufaransa, Queenstown, sasa Cabo Hilelandi. Ilibeba zaidi ya abiria 2200 wakiwemo matajiri maarufu, wafanyabiashara, wahamiaji na wafanyakazi wa meli. Zifuatazo ni sababu mbalimbali ambazo zilipelekea kuzama kwa meli hii ya Titanic. Mnamo Aprili 14 mwaka 1912, Titanic iligongana na barafu kubwa zaidi, iceberg, katika bahari ya Atlantic kaskazini. Ingawa meli hiyo ilijengwa kutumia chuma imara na ilionekana kuwa isiyozama, mgongano huo ulisababisha mpasuko kwenye sehemu yake ya chini ya maji na maji yakaingia kwa kasi katika meli hii ya Titanic. Sababu ambazo zinatajwa kupelekea kuzama ama watu wengi kufariki baada ya mgongano wa meli ya Titanic na barafu, iceberg. Namba 1, uharibifu mkubwa. Sehemu 6 za chumba cha mizigo zilivunjika na maji kaingia kwa kasi. Namba 2, ukosefu wa boti za kuokoa. Kulikuwa na boti za kuokoa chache ambazo zingeweza kusaidia abiria wote kuweza kuokolewa. Namba 3, joto la chuma na mvutano wa bahari. Ugumu wa chuma katika hali ya baridi uliweza kusababisha nyufa zaidi katika meli ya Titanic. Watu walionusurika katika meli hiyo, takriban watu 1500 walikufa kutokana na kuzama au kuganda kwa baridi kali. Takriban watu 700 walinusurika baada ya kuokolewa na meli ya RMS Carpathia. Ulisi wa Titanic. Hadithi ya Titanic imeendelea kuwa mojawapo ya ajali mbaya zaidi ya baharini katika historia. Mabaki ya meli hiyo yaligunduliwa mwaka 1985 na imekuwa chanzo cha tafiti nyingi, vitabu na filamu, ikiwemo maarufu ya Titanic mwaka 1997. Inaonyesha meli ya Titanic ilikuwa meli kubwa zaidi duniani ambayo ina mkasa mzito, lakini mengi ambayo yanatajwa. Kipi chanzo kilichopelekea watu kujisahau katika meli hii na kupelekea kuzama kwa meli hii? Lakini vingi vinazungumzwa. Ndani ya meli hii kuna story ambayo iliandikwa na baadhi ya waandishi inayozungumza kutokea kwa meli Titanic na meli hiyo itazama, lakini miaka michache baadaye, baada ya mwandishi kuweza kuandika kitabu hiki cha meli ya Titanic, iliundwa meli hiyo nchini Uingereza, lakini baadaye ikaweza kuzama. Mengi yanazungumzwa, lakini pia wapo ambao wanamtaja Mungu kwamba Mungu hachezewi, huwezi kumdharau Mungu kwa uumbaji wako ama utengenezaji wako, ubunifu wako. Bila kumshirikisha Mungu si lolote, si chochote. Sasa basi, iseme tu kwa hili, lakini pia niambia hapo chini kwenye comment section kwamba umeonaje, na toa maoni yako. Bye bye.